Hawa kuku unaowaona hapa wote sisi huwa tunatumia hizi tiba za asili. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukitumia hizi tiba za asili kwa ajili ya kuwatibia na zimekuwa zikitusaidia sana sana sana. Hii imepelekea kuandika hata baadhi ya vitabu ambavyo vinaelekeza namna ambavyo unaweza ukazitumia hizi tiba za asili kwa ajili ya kuku wako. Vitabu vyetu sisi ni 10,000. Kitabu kimoja ni 10,000 gharama yake. Sasa leo hii bwana, tunataka tukuletee tiba ya asili ambayo itakusaidia sana sana, na upatikanaji wake ni rahisi, na ninaweza nikasema gharama yake ni sawa na bure kabisa. Hapa shambani kwetu tumekuwa tukitumia hili jivu hili hapa, hili la motoni. Ukiliandaa vizuri kama hivi ambavyo unaona hapo, huwa tunalitumia sana kwa kuku wetu na limekuwa likitusaidia sana. Sasa hii video na kuomba uisikilize kwa umakini, kwa sababu nitazungumzia matumizi ya hili jivu na inasaidia nini kwa kuku, lakini pia bila ya kusahau pia nitakuja kukupa angalizo namna ambavyo unaweza ukalitumia hili jivu katika namna sahihi. Manake kama usipotumia katika namna ambayo ni sahihi kama vile ambavyo nitakuelekeza kwenye hii video, linaweza likakuletea madhara makubwa kwa ajili ya kuku wako. Twende tuone umuhimu wa hili jivu kwa kuku. Sehemu ya kwanza, mfano hapo unaweza ukaona hili banda letu. Ilinyesha mvua, kwa bahati mbaya ikaingia ndani ya banda. Kama mnavyojua zile mvua ambazo zinakuwaga zinanyesha huku zimelala hivi. Sasa athari mojawapo kubwa ya hiki kitu kikitokea bandani kwako ni magonjwa, hasa magonjwa ya kuhara kama vile magonjwa ya coccidiosis. Utakuja kuona kuku wako tayari wanahara muhalo wenye damu endapo hutochukua hatua. Na hii hatua sio lazima mvua iingie, hata sehemu ambazo unaweka hivi vyombo vya maji. Hili eneo kwa chini kama maji yatamwagikia sana, basi linaweza likatengeneza bakteria ambao watakwenda kusababisha huo ugonjwa wa coccidiosis. Kwa hiyo eneo kama hilo, kabla hujabadilisha, hujaweka matandazo mengine, lazima ulimwagie majivu. Ukimwaga majivu unaondoa kabisa hiyo changamoto ambayo ipo hapa. Kwa hiyo sisi pia hapa shambani kwetu huwaga tunatumia kwa ajili ya kumwagia yale maeneo ambayo yamenyeshewa na mvua labda, au maji yamemwagikia pale, na muda mwingine kama kuna vinyesi, unaona kabisa umeingia labda kuna kinyesi cha damu, wasije kuku wengine wakaja wakakidonoa na wenyewe wakaathirika, basi huwa tunamwaga hilo jivu. Kwa hiyo lina umuhimu sana katika hilo na eneo la pili, pale ambapo huwa tunachanganya chakula hapa shambani kwetu, kama hivyo ambavyo unaona hapo, mara nyingi sana huwaga tunaweka pia jivu. Kwa mfano, kwa wale ambao wana kanuni zetu ambazo tumeziandika kwenye kitabu kama hicho kitabu cha Safari ya Ufugaji, hapo utaona mle ndani kuna eneo tumeweka unaweka jivu. Hasa hiki kitabu cha toleo la pili tumeandika kabisa unaweka jivu. Sasa labda tu nikwambie kwa nini huwa tunaweka jivu kwenye chakula. Kwanza kabisa, jivu linaondoa sumu, huwaga linaondoa sumu kwenye chakula, na sumu ambayo huwaga inatengenezwa zaidi kwenye chakula, hasa unapokuwa unawachanganyia hizi pumba. Kuna sumu fulani huwaga tunaitaga sumu kuvu. Ile sumu inatokanaga na labda kwa mfano hizi pumba ziliwekwa kwenye sakafu, au zilitengeneza dalili fulani ya kuvunda. Sasa zile ni hatari sana kwa kuku wako, na mara nyingi sana huwaga zinapelekeaga kuku, unaweza kuona umechanganya chakula vizuri kabisa, lakini kuku amevaa makoti. Sasa endapo ukiweka hili jivu, litakwenda kuondoa hicho kitu kwa ajili ya kuku wako, na ndio maana huwa tunaweka. Lakini pia kama athari za chakula, kuna muda mwingine ukiwachanganyia tu kuku wako chakula, unakuta wanaanza kuhara, wanaanza kutoa miharo kutokana na vile umewachanganyia chakula. Pia hiyo itakwenda kudhibiti miharo na kazi nyingine nyingi sana. Ndio maana huwa tunatumia kwenye chakula. Ninachokushauri upate vitabu vyetu ili ujue kiasi sahihi ambacho inatakiwa ukiweke kwenye hicho chakula ambacho unachanganya.
Eneo jingine ambalo huwa tunatumia, umeshawahi kupita eneo ambalo mfugaji anafuga kuku, yani hata kama ni mbali kidogo, ukipita barabarani unakuta unapata harufu kali sana. Sasa mabanda kuna uoga yanatoaga harufu, hata kama ukitoa, manake ukitoa mbolea lazima utamwaga maeneo ya karibu, unakuta yanatoa harufu. Endapo utatumia jivu kumwaga kwenye mabanda yako, huwa yanaondoa harufu, yani kabisa huwa yanaondoa harufu. Kwa hiyo uwe na mazoea pale ambapo umesafisha banda lako lote, chini kabisa pale pia unaweza ukasafishia jivu. Jivu pia huwa linaua bakteria na virusi, na muda mwingine tunalitumia hili jivu kama vile kwa ajili ya kuua vijimelea kwenye miguu. Kama unataka kuingia kwenye banda, unaweza ukaweka pale nje jivu, ili mtu yeyote anayeingia kwenye banda na kanyaga ndio anaingia kwenye banda. Lakini pia hili jivu ni tiba nzuri sana ya kideri. Sasa kuna mchanganyo ambao upo kwenye kitabu chetu cha tiba za asili kwa ajili ya kutibu kideri. Kideri tunajua kabisa kwa hizi tiba za viwandani, hizi za dukani, huwa hakitibiki kabisa. Lakini endapo kwenye ule mchanganyo utaweka na jivu, kama unachukua kile kitabu cha tiba za asili, utauona kabisa ule mchanganyo, na utakuta pale tumeweka kiasi cha jivu ambalo unaweza ukaweka kwenye huo mchanganyo. Sio unaweka jivu peke yake, kuna vitu vingine unachanganyia. Ukiwa na hiki kitabu, hiki kitakusaidia kwenye vipimo na hivyo vitu vingine ambavyo tunachanganyia ili kuweza kutibu kideri. Na huwa tunatibu kideri ndani ya siku 3, kuku wako wanapona kabisa kabisa, wanakuwa hawana shida tena ya kideri. Kuna wafugaji wengi sana tumewasaidia kupitia hii tiba. Kuku wao walikuwa wanaumwa kideri, walikuwa wanakufa sana. Baada ya kuwapa hii tiba, kuku wao walipona mara moja. Lakini pia nakukumbusha tu, kama unahitaji kitabu chochote kile cha ufugaji wa kuku kwa kutumia tiba za asili, mwongozo wa kuwafuga kuku, sisi tunavyo vitabu vizuri sana tulivyoviandika kwa muda mrefu sana. Gharama yake ni shilingi 10,000 tu, na tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia kama unahitaji kujiunga na kundi letu la mafunzo ili kuweza kujifunza namna ya kuwafuga kuku, kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000. Utakaa kwenye kundi kwa muda wa miezi 2. Asanteni na kwaherini. Asante kwa kunisikiliza.